Naam, habari za muda huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuweze kuangalia kile ambacho kinaendelea katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Tutaweza kuendelea na sehemu tulipoachia siku ya jana, ambapo Tundu Lissu aliweza kuamsha mada kuhusu mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi mnamo Oktoba mwaka 2025. Je, leo majaji ama Jaji Ndunguru na wenzake wawili watakubali kujadili suala hili la mauaji nchini Tanzania lililotokea mnamo Oktoba mwaka uliopita? Tuangalie yale ambayo yamejiri siku ya leo. Kabla nifanye hivyo, pia bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Asubuhi ya leo majaji hao watatu waliingia mahakamani hapo na mshtakiwa Tundu Lissu naye alikuwepo, huku kesi zikianza katika hali ya utulivu na usikivu. Karani wa mahakama aliendelea kuisoma kesi hiyo mbele ya benchi ilipoachwa jana na kuweka mazingira rasmi ya kikao hicho. Muda mfupi baadaye, wakili wa serikali Renatus Mkude amesimama na kuwatambulisha wanasheria wake, huku akieleza kuwa anatokea sambamba na ajuae Katuga Thawabu na Cuthbert Mbiringe. Hata hivyo, aliwafahamisha mahakama kuwa walikuwepo mahususi kupokea uamuzi huo na kuthibitisha kuwa upande wa mashtaka ulikuwa tayari kuendelea. Baada ya hapo, Jaji Ndunguru alimgeukia mshtakiwa na kuomba msimamo wake kuhusu tayari wake. Mheshimiwa Tundu Lissu alijibu kwamba yuko tayari kwa ajili ya kikao kuendelea, huku pande zote mbili zikithibitisha kuwa tayari. Hakimu alianza kutoa uamuzi wa mahakama. Chumba cha mahakama kilinyamaza, huku umakini ukielezwa kwa benchi na hivyo kuashiria wakati muhimu katika kesi hiyo. Uamuzi huo uliosomwa na hakimu ulitokana na pingamizi lililowekwa na mshtakiwa jana, akijibu notisi iliyowasilishwa na upande wa mashtaka kutaka kuwasilisha ushahidi wa ziada. Mahakama ilieleza kuwa notisi inayohusika iliwasilishwa Februari tarehe 18 mwaka 2026 na upande wa mashtaka. Hata hivyo, kwa mujibu wa kumbukumbu, notisi hiyo iliwasilishwa chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo ya makosa ya jinai. Msingi wa mzozo huo ulihusu iwapo notisi hii ilikidhi mahitaji ya kisheria yaliyoainishwa chini ya kifungu hicho. Mahakama ilieleza msimamo uliochukuliwa na mshtakiwa ambaye alidai kwa kifungu cha 308 kinatumika tu kwa hali ambapo maelezo ya shahidi hayajasomwa wakati wa shauri la kesi. Mshtakiwa alishikilia kuwa kile mwendesha mashtaka alikuwa akijaribu kuwasilisha hakikuwa ndani ya wigo huo, bali ni ushahidi mpya kabisa. Alisema hili lilifanya ilani hiyo kuwa isiyofaa kiutaratibu na kutokubalika kisheria. Pingamizi lake liliunda msingi wa hoja ya upande wa utetezi dhidi ya hatua ya upande wa mashtaka. Kwa upande mwingine, upande wa mashtaka ulishikilia kuwa notisi hiyo ilikuwa halali na iliwasilishwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Walisema kuwa matakwa yote ya kisheria yametimizwa na kwamba notisi hiyo inafaa kukubaliwa na mahakama. Kulingana na upande wa mashtaka, maombi hayo yalilingana na masharti ya kifungu cha 308 na hivyo yalihalalishwa. Hii iliunda msingi mkuu wa hoja zilizowasilishwa na serikali. Hata hivyo, kisha mahakama ilitambua suala kuu la kuamuliwa kama notisi hiyo ilitii sheria. Ili kujibu swali hili kwa uwazi, hakimu aliendelea kutoa na kuchambua yaliyomo kwenye ilani. Ilieleza kuwa notisi hiyo ilitaka kuwasilisha ushahidi wa ziada kutoka kwa shahidi aliyetambulika kwa jina la Amin Mahamba. Mahakama ilibaini kuwa hakukuwa na mzozo kuhusu nia ya upande wa mashtaka kuleta nyenzo za ziada kutoka kwa shahidi huyu. Hakimu huyo alisisitiza kuwa Amin Mahamba tayari ni shahidi anayetambulika katika kesi hiyo na kwamba maelezo yake yalisomwa wakati wa mashauri ya kesi hiyo. Hata hivyo, ushahidi mpya ambao upande wa mashtaka ulitaka kuwasilisha kuhusiana na matukio yanayodaiwa kutokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2026, mahakama ilichunguza kwa makini ikiwa nyenzo hizo za ziada zingeweza kukubaliwa kisheria chini ya kifungu cha 308. Uchambuzi huu ulikuwa msingi wa uamuzi huo. Kisha hakimu alisoma na kutafsiri vifungu vya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mahakama ilieleza masharti maalum ambayo notisi kama hiyo inaweza kuchukuliwa kwa halali. Masharti haya yalijumuisha kwamba ushahidi lazima utoke kwa shahidi, kwamba haukupaswa kusomwa wakati wa shauri la kutenda na kwamba haukupaswa kuletwa katika hatua za awali za kesi. Vigezo hivi vilielezewa kwa muhimu katika kuamua kukubalika kwa ilani. Baada ya kutumia masharti haya, mahakama iligundua kwa notisi ya upande wa mashtaka haikukidhi kizingiti cha kisheria. Ilibainika kuwa maelezo ya awali ya Amin Mahamba yalikuwa tayari ni sehemu ya taratibu za kujitoa. Nyenzo
nyenzo za ziada zinazoletwa kuhusiana na mambo mapya ambayo hayakuwa sehemu ya taarifa ya awali. Hii mahakama ilihitimisha iliweka notisi nje ya upeo wa kile kifungu cha 308 kinaruhusu. Hata hivyo, mahakama ilibainisha zaidi kwa kifungu cha 308 kinakusudiwa kuruhusu kuanzishwa kwa taarifa ambazo zilikuwepo lakini hazikuwasilishwa hapo awali, badala ya ushahidi mpya kabisa, kwa kuwa upande wa mashtaka ulikuwa ukijaribu kuwasilisha masuala mapya yanayohusiana na kipindi cha uchaguzi. Mahakama iligundua kuwa hilo haliendani na kifungu hicho. Kutokana na hali hiyo, notisi hiyo ilionekana kuwa inakiuka sheria. Ugunduzi huu kwa kiasi kikubwa uliunda matokeo ya uamuzi. Katika kushughulikia matokeo hayo, mahakama ilirejelea kesi ya Remina Omari Abdul, lakini ikabaini kuwa haikusuluhisha suala liliopo. Hakimu alieleza kuwa kesi iliyorejelewa ilishughulikia vielelezo kutoka kwa mashauri na haikuhusu mazingira ya sasa. Kwa hiyo haikuweza kutumika kuthibitisha notisi ya upande wa mashtaka. Mahakama iliweka wazi kuwa suala la kisheria lilibaki bila kuathiriwa na mfano huo. Jaji hatimaye alihitimisha kuwa notisi ya kuwasilisha ushahidi wa ziada haikutambuliwa chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa jinai. Mahakama ilitaja notisi hiyo kuwa na dosari kimsingi na haina uwezo kisheria. Kama matokeo, suluhisho pekee lililopatikana lilikuwa kuiondoa kabisa. Kwa hiyo uamuzi huo ulikamilika na kuashiria maendeleo makubwa katika kesi hiyo. Baada ya uamuzi huo, wakili wa serikali Renatus Mkude alisimama tena na kuielezea mahakama kuwa upande wa mashtaka umepokea uamuzi huo na unahitaji muda wa kutafakari. Aliomba kuahirishwa kwa saa moja ili kuruhusu timu kufikiria hatua zao zinazofuata. Majaji hao walishauriana kwa muda mfupi huku chumba cha mahakama kikisubiri mwelekeo. Hali iliendelea kuwa ya wasiwasi huko pande zote mbili zikitathmini athari za uamuzi huo. Katika hatua hiyo, Mheshimiwa Tundu Lissu alisimama na kupinga ombi la kuahirishwa. Alikumbusha mahakama kuwa ilikubaliwa awali kuwa mashahidi wangewasilishwa na kesi hiyo itaendelea baada ya uamuzi huo. Alihoji haja ya kucheleweshwa zaidi, akisema kuwa uamuzi huo haukuweza kukata rufaa na kwa hivyo hauhitaji kuongezewa muda. Alisisitiza kwamba kucheleweshwa kwake kutamwathiri isivyo haki, akisema kwamba yeye ndiye aliathiriwa zaidi na upotezaji wa wakati mahakamani. Kisha majaji walisimama kuandika kwa kifupi kabla ya kuruhusu upande wa mashtaka kujibu. Renatus Mkude ameeleza kuwa wamesikia kero zilizotolewa na washtakiwa hao na kufafanua msimamo wao. Alibainisha kuwa upande wa mashtaka ulikubali uamuzi wa mahakama. Hata hivyo, alieleza kuwa shahidi waliokusudia kuwasilisha hakuweza kuandaliwa vya kutosha katika mazingira ya sasa. Hii iliunda msingi wa ombi lao la muda wa ziada. Jaji Ndunguru alijibu kwa kukumbusha upande wa mashtaka kuwa awali walikuwa wameagizwa kuhakikisha kuwepo kwa mashahidi wa kutosha. Tahadharisha kwa kuendelea kutoelewana kunaweza kusababisha ucheleweshwaji zaidi wa taratibu usio wa lazima. Kisha hakimu huyo aliagiza kikao kiahirishwe kwa muda, huko akiagiza pande zote mbili kurejea mahakamani saa 5 asubuhi. Hata hivyo, kwa kasi ili shauri hilo liendelee bila usumbufu mwingine. Tutaweza kurejea tena endapo mahakama itaanza tena na tukujulisheni nini kilitokea baada ya hapo.